أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد, tumeonelea kwamba tutoe nasaha kwa wake zetu, kwa mama zetu, kwa dada zetu, kwa ndugu zetu wa kike kuhusiana na yale ambayo yanayojiri katika mwezi huu wa Rajab, kuhusiana na yale ambayo yanajiri katika mwezi huu wa Rajab. Na kufanya hivi ni kuifanyia kazi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema istausu bin nisa'i khaira, usieni wanawake khairi. Hadithi hii ina maana pana sana. Ulama wamesema arada an-nabiy, ametaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ayusia rijala ummatihi, ametaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahusia wale wanaume wa umati wake, minal azwaj, kuanzia waume. Amewataka Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahusia waume, wal abai, na vile vile wazazi wa kiume, wal ikhwa, na ndugu, wa ghairihim, na wengineo, bin nisa'i, kuwahusia kuhusiana na wanawake, kuwafanyia khairi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema istausu bin nisa'i khaira, wahusieni wanawake khairi. Kuna khairi nyingi ambazo ahlul ilmi wamezizungumza, maulama wamezizungumza, tukiachilia mbali zile ambazo zinahusu kuwafanyia upole katika mambo ya ndoa na vitu kama hivyo. Lakini katika miongoni mwa khairi ambazo ninakusudia kuhusia kwamba wanawake tunawahusia kwamba mwezi huu wa Rajab wafahamu kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinajitokeza katika mwezi wa Rajab. Kuna mambo mengi ambayo yamezushwa katika mwezi huu wa Rajab, na mara nyingi mambo hayo yanawakumba wanawake. Kuna mambo ambayo katika mwezi wa Rajab kuna vikaratasi ambavyo vinakuwa vinaenezwa kwamba sijui kuna uradi wa siku ya mwanzo ya Rajab, kuna uradi wa siku ya pili ya Rajab, kuna uradi wa siku ya tatu ya Rajab, kuna uradi wa 10 la mwanzo la mwezi wa Rajab, kuna uradi wa 10 la pili la mwezi wa Rajab, kuna uradi wa 13 wa mwezi wa Rajab, kuna funga siku ya mwanzo wa Rajab, kuna funga siku ya pili ya mwezi wa Rajab, kuna funga siku ya tatu ya mwezi wa Rajab, kuna funga ya 10 la mwanzo, kuna ibada za 10 la mwanzo, kuna ibada za 10 la pili, kuna ibada za 10 la tatu na mengineyo, kwamba kuna vikaratasi vingi ambavyo vinakuwa vinaenezwa, ambavyo vikaratasi hivyo vinazungumzia uradi, vinazungumzia funga, vinazungumzia ibada ya 10 la mwanzo, vinazungumzia ibada ya siku ya mwanzo. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamezuliwa katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo tunawahusia wake zetu, mama zetu, dada zetu na ndugu zetu wa kike kwamba wao ndo wanakuwa wanakumbwa sana na vitu hivi. Na kuna ukhti wangu mmoja, kuna dada yangu mmoja, yani yeye alinitaka sana niabainishe haya, kwa sababu anasema akitoka tu akienda sehemu tu amepewa kikaratasi hicho akifungwa ndani kwamba anaambiwa kuna ibada katika 10 la mwanzo na siku zake zote katika 10 la mwanzo, kuna ibada za 10 la pili na siku zake zote katika 10 la pili, kuna ibada za 10 la tatu na siku zake zote katika 10 la tatu. Kwa hiyo tunabainisha haya kwamba ni mambo ambayo yalikuwa yamezuliwa, kwamba wanawake kuweni makini na mambo haya na wala msiwe ni wenye kuyatekeleza. Kadhalika vile vile baadhi ya wanaume pia wamekumbwa na mkumbo huu. Pia hatujasahau wanaume, lakini si sana wanaume, lakini vile vile tunawahusia wanaume kwamba na wao vile vile vikaratasi ambavyo vinavyoenezwa katika 10 hili katika mwezi huu wa Rajab, ya kuonyesha kwamba katika kila 10 kuna ibada zake, na katika 10 hilo kila siku kuna ibada zake, ni mambo ambayo yalikuwa yamezuliwa, ni mambo ambayo yalikuwa hayapo, ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi, ni mambo ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo wake zetu watahadhari na haya, asije akaja shoga akampa mtu kikaratasi akamwambia kwamba kuna ibada katika 10 hili, fadhila zake kadha wa kadha. Au mama zetu vile vile tunawahusia na wao wachukue tahadhari, asije akaja shoga yake akamwambia kwamba katika 10 hili kuna ibada hizi na hizi, usikae tu, tufanyie kazi ibada, haya ndio mambo ya kujikurubisha kwa Allah. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamezuliwa. Hakuna ibada ambazo alikuwa Mtume sallallahu alaihi amezifundisha hususia katika mwezi huu, mwezi wa Rajab. Ni mwezi katika miezi mitukufu. Muislamu anatakana afanye bidii kujikurubisha kwa Allah
kwa yale mambo ambayo yalikuwa yamethibiti, kwa mambo ambayo yalikuwa yamethibiti, nayo ni kujitahidi kuswali swala za jamaa kwa wakati, kujitahidi kuswali swala za sunna kwa wakati, yani baada ya kumaliza swala za kablia, za baadia, baada ya kumaliza swala za faradhi, kablia, baadia, vile vile swala za dhuha, qiyamul layli, swala za raka mbili baada ya kutia udhu, na swala nyingine za sunna ambazo kwa zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na vile vile kujitahidi katika upande wa funga, kufunga siku ya Jumatatu, kufunga siku ya Alhamisi, kufunga masiku meupe, na vile vile unarusika vile vile kufunga siku, kafungwa siku kama ambavyo Mtume sallallahu alivyosema kwamba hiyo ni funga Nabiiullah Daud. Na mtu unapoingia katika miezi hii mitukufu, mtu anatakana awe tofauti na miezi ambayo ilikuwa ya kawaida. Kwa hiyo kujikurubisha kwa mambo ambayo yalikuwa yapo yamethibiti kwa Mtume sallam, hivi ndivyo ambavyo unavyotakikana. Kusoma Qur'ani kwa wingi, kuleta adhkar kwa wingi ambazo kwa zimethibiti kwa Mtume sallam, na kutoa sadaka na kujikurubisha kwa mambo ya khairati. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamethibiti. Lakini kwa maibada ambayo yalikuwa yamezushwa, mtu akapoa vikaratasi akaambiwa kuna ibada maalum katika 10 la mwanzo, kuna ibada maalum katika hizo yale masiku yalikuwa katika 10 la mwanzo, haya ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Kwa hiyo tumependa kutoa nasaha hizi kwa sababu wanawake wengi, ima wanawake hawa watakuwa ni wake zetu, ima wanawake hawa watakuwa ni mama zetu, ima wanawake hawa watakuwa ni dada zetu, ima wanawake hawa watakuwa ni ndugu zetu wa kike au majirani zetu. Kwa hiyo tunatoa maelezo haya ili watu wachukue tahadhari, wasije wakafanyia maibada wakidhania kwamba wao wanafanya mambo ya kheri, kumbe wakifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wamepoteza juhudi yao bure. Na Allah ameyasema hayo kumwambia mtume wake, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, hivi nisikujulisheni wale ambao walikuwa matendo yao yamekula hasara. Mtume sallallahu anaambiwa qul, sema hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, hivi nikujulisheni watu ambao walikuwa wamekula hasara matendo yao. Mtume sallam akashushwa maneno akaambiwa aambie, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, hao ambao matendo yao yamekula hasara. Alladhina ni wale ambao dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, zimepotea bidii zao, juhudi zao bure duniani. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wakidhania kwamba walikuwa wanafanya matendo ambayo yalikuwa mema, kumbe wamepoteza juhudi zao bure wakati walipokuwa duniani. Kwa hiyo tunatoa nasaha hizi kwamba mtu asije akapoteza juhudi zake bure katika mambo ambayo yalikuwa uzushi, katika mambo ambayo yalikuwa bid'a, katika mambo ambayo yalikuwa hayapo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuzindukane sisi wanaume wa Kiislamu, kadhalika vile vile wanawake wa Kiislamu wazindukane katika jambo hilo. Na hakuna ibada ambazo zilikuwa maalum katika kumi hili ambazo zilikuwa zimeandikwa katika hivyo vipeperushi na katika baadhi ya vitabu ambavyo watu wanasambaziana wanawake. Ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Watu wajitahidi kujikurubisha kwa mambo ambayo yalikuwa yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.